nilipata taarifa ya kwamba wenye viti wetu wa mitaa, vijiji na vitongoji, malipo yao huwa yanapita kwenye kata, alafu kata ndio inawalipa wao. Naomba kutumia fursa hii kwenye baraza hili la madiwani kutoa maelekezo kwenye mkoa mzima. Mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa mtaa na wa kitongoji, pesa yake iende kwenye akaunti yake moja kwa moja. Hawa ni watu wenye heshima, hawa ni watu wazima, ni ndio serikali inapoanzia. Kama serikali inaanzia katika mtaa au kijiji au kitongoji, alafu anabaki kumfuata mtu kama anaomba hisani, hapana. Pesa yake iende kwenye akaunti yake moja kwa moja. Na hivyo ndivyo itaongeza pia uwajibikaji na itapunguza usumbufu na kumfanya mwenyekiti wa mtaa mpaka amchekechekee mtendaji ili aweze kupata haki yake, hapana hata kidogo. Kwa hayo ni maelekezo na yanaanza kwenye baraza hili, lakini kwenda kwenye mabaraza yote ya mkoa mzima wa Arusha. Mimi kama mkuu wa mkoa ninategemea sana ulinzi na usalama kutoka kwao. Kama mtu anayekusaidia kuhakikisha kwamba usalama uko vizuri, anasimamia maendeleo ya wananchi, kwa hiyo si jambo jema akahangaika. Bajeti zote zilizopitishwa, mmoja wapo ikiwa hii 2025-26, lazima kila mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kijiji na mwenyekiti wa kitongoji apate kopi na aone kwenye mtaa wake maendeleo gani yanaenda kwenda kufanywa. Sambamba na hilo, kila mtumishi anayekwenda kwenye mradi lazima akapige hodi kwa mwenyekiti wa mtaa, lazima akapige hodi kwenye serikali yetu ya mtaa, kwa sababu inafika hatua mnaenda sehemu mwenyekiti wa mtaa hajui hata kinachoendelea. Alafu mwisho wa siku mnamlaumu, kwa nini ufuatilii, pesa zimeibiwa, pesa za kivuko hazijulikani. Kumbe mwenyekiti wa mtaa hajapata hata taarifa. Kwa hiyo mkoa wetu tunataka kila budget inapopita kopi iende, kwa sababu huyu mwenyekiti wa mtaa ana mtendaji wa mtaa. Mtendaji wa mtaa ndio mkurugenzi wa serikali ya mtaa pale. Mtendaji wa kata ndio mkurugenzi katika ngazi ya nini? Ya kata, kama alivyo mkurugenzi hapa wa jiji na maeneo mengine. Kwa hiyo ni muhimu sana viongozi hawa wenye viti wa serikali za mitaa washirikishwe kikamilifu katika miradi ya maendeleo, na hakuna mtendaji wa serikali katika ngazi yoyote ile anaenda kwenye mtaa kufuatilia mradi alafu kiongozi wa serikali ya mtaa hafahamu. Na juzi nilifurahi kuona tulipata nafasi wakati wa utiwaji wa saini wa mradi wa ujenzi wa uwanja wetu wa mpira pamoja na soko la Machinga, mwenyekiti wa mtaa kutufungulia mkutano. Hiyo iwe ndio utamaduni wetu. Tusiwasamini tu hawa watu kwenye kipindi cha uchaguzi, au tuwasamini tu kipindi ambapo kuna tukio la uhalifu limetokea alafu mnamtafuta mwenyekiti wa mtaa tupe maelezo. Tumtafute pia na kwenye mambo mema. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.